Awali ya yote, napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kukutanisha leo hii katika bwalo letu la magereza kwa ajili ya zoezi hili la ugawaji wa mitungi ya gesi pamoja na majiko yake. Kwa kweli kwetu tunasema ni faraja kubwa sana na ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia katika maisha ya kisasa, na sisi tumeingia kwenye mtandao wa kisasa, tumeachana kabisa na zoezi ili la utumiaji wa kuni ambao tunasema ni uharibifu wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi kwamba kwa upande wa magereza sisi ni wadau wakubwa sana ambao tunatumia sasa hivi hizi nishati safi. Tumeanza zoezi letu sisi, ukiangalia gerezani hatupikii kuni toka Disemba 2024. Kwa hiyo ni zoezi ambalo kwa kweli sisi tunasema sasa hivi ni endelevu. Na kwa sababu umetuletea majiko hapa, nadhani hii jamii inayotuzunguka watapata somo. Na sasa hivi bado wanaendelea kupata somo, kwa sababu makaa ya mawe ambayo tulikuwa tunapata kutoka Kiwila wanakuja kujifunza kwetu hapa. Kwa hiyo tayari ni somo ambalo ni endelevu na tunaendelea kutoa elimu na tutahakikisha kwamba mkoa wetu unatumia nishati safi. Mheshimiwa viongozi na maafisa wa jeshi la magereza, hivi karibuni serikali imezindua mkakati wa kitaifa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia wa mwaka 2020-2024 na 2020-2035 unaoongozwa na kauli mbiu semao nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira. Hii ni kauli mbiu yetu, na kwa imani hiyo kwa sababu leo tunakuja kugawa hapa majiko na tunawaomba mtusaidie kutoa elimu kama ambavyo umeahidi. Hii ndiyo kauli mbiu yetu, hii kauli mbiu ya kiserikali, ni kauli mbiu ya kitaifa ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu mwanzoni kabla tujakuwa na huu mkakati, kila mtu alikuwa anatumia kivyake kutoa elimu kwa ajili ya kuhamasisha hili zoezi. Lakini sasa tunaamini sasa mkakati huu umetungwa ili kuhamasisha uelewa wa kitaifa, kusababisha mabadiliko ya tabia kama nilivyosema, kuhakikisha kaya, taasisi na jamii zinaelewa kuhusu manufaa ya nishati safi ya kupikia. Kama nilivyosema, sisi kwetu Lindi ni walaji wazuri sana wa mpunga, na niambiwa kwa Mpanda napo wanalima mpunga. Sasa kwenye upishi ule wa mpunga au mchele, wali, makaa yanatumika kutengeneza matango, na matango kwetu sisi Pwani ni mahaba kwa baba. Sasa wenzetu wa Olix watakuja hapa, watatoa elimu ya namna ya kutumia haya majiko, ili sasa kuna namna ya upishi wa kuweza kutengeneza hayo matango. Na hii itahamasisha kabisa kwamba baada ya kutumia sasa kuni na mkaa, hii gesi peke yake inatosha kwa kabisa kukidhi haja ya matumizi na zile tabia zetu kuzisahau kidogo za huko nyuma. Na hili sisi tunaamini kupitia jeshi la magereza inawezekana. Mheshimiwa viongozi na watumishi wa jeshi la magereza, bodi ya wakala wa nishati vijijini kama alivyosema ina imani kubwa sana na jeshi la magereza, na hususan mpaka sasa utekelezaji wa mradi unaenda vizuri. Kwa hivyo bodi itaendelea kuiwezesha wakala wa nishati vijijini REA ili iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, malengo inafikia malengo yaliyoandikwa kwenye mkakati ule. Kwa Mheshimiwa RPO, ndio sita kukupa wataalamu ukihitaji kama unaenda kutoa elimu maeneo mengine. Ukiniomba wataalamu ninao, kuja na timu ya kutosha, ofisini nimeweka wataalamu wa kutosha, ukiwa na programu zako za kutoa elimu. Kwa mfano unatoa elimu kwa wale ambao wenzetu ambao wapo, unajua watapata hiyo elimu, lakini wale wa gereza la Kalila, kama unataka kutoa elimu pale, ukihitaji wataalamu mimi nakupatia. Wataenda kutoa elimu ili
kutoa hamasa, kwa sababu na ile elimu tukishatoa hapa itafika kule kwa wenzetu wananchi vizuri, na kuzingatia kuna maeneo mengine ya vijijini. Niaba ya maafisa na askari, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha nishati safi ya kupikia kwa lengo la kutunza mazingira. Hivyo basi tunaahidi kumsaidia kuelimisha jamii na taasisi zote zinazotuzunguka kwa kuwapa elimu sawa na jinsi alivyoelekeza. Pia tutaunga mkono kauli mbiu ya Rais inayosema tutunze mazingira na tuokoe maisha. Asante.